ni somo endelezi juu ya kutoa. Na kwanza nataka kushukuru kanisa kwa kusidi kusikiza hili fundisho. Mchungaji, nashukuru kwamba matoleo ambayo yanasidi yakitolewa tangu tuanze hili somo ninaona mabadiliko. Hii inamaanisha Wakristo wanalipokea na wanalitia kwenye matendo. Ubarikiwe wewe ambaye neno hili limekuwa kati ya mausia yako moyoni mwako. Nawe njia zako zifunguke kwa sadaka ambazo unasidi kuzitoa madhabahuni. Maana kupitia kwa hii sadaka, chinzi tumekuwa tukijifunza ni kwamba hizi sadaka unazozitoa zina mambo makubwa na zinakuunganisha wewe pamoja na Mwenyezi Mungu. Ni sadaka ambazo zinafanya breakthrough katika maisha yako. Ni sadaka zinazofanya uwe na amani katika moyo wako. Na kwa hili hatuna budi kusema Bwana asifiwe. Amen. Wasionijua, naitwa Joel na zaidi ya yote Kristo ni Bwana. Majuma mawili tumekuwa juu ya kujua kumtolea mwanadamu ndiposa ujue kumtolea Mungu usiyemjua. Tukaja sehemu ya pili, tukawa tunajifunza juu ya ni faida zipi ambazo Mkristo utapata wakati unamtolea Mungu. Bwana asifiwe. Na tulipojifunza katika hizo faida, tukapata ya kwamba kuna faida chungu nzima ambazo Mungu mwenyewe hukagua zile sadaka. Haswa sadaka ambazo tumezitoa saizi. Hizo ni sadaka ambazo hazina malengo maalum. Ni sadaka ambazo Mungu mwenyewe hukagua zile sadaka. Maana juma lijalo tutakuwa tunajifunza aina ya sadaka. Lakini leo sadaka ambazo tumekuwa tukizitoa kila Jumapili ni sadaka ambazo Mungu mwenyewe anazikagua. Anagagua akisema, huyu hii sadaka waje nimwekee hii kwa ulinzi, nimwekee hii kwa kufungua baraka zake, nimwekee hii kwa uponyaji, nimwekee hii kwa kufanya hii na hii. Bwana asifiwe. Huyu ni Mungu anayefanya. Tumekuwa na washuhuda hapa wakishuhudia chinzi Bwana amewajalia, wale ambao Mungu amewajalia wamepona, wale ambao Bwana amejidhihirisha kwa makosa wale wasioyatenda wakafunguliwa huru. Hao ndio sasa wakati wa kumtolea Bwana sadaka. Amen. Praise God. Amen. Hao wawili kando na ushuhuda ni wakati mwafaka wa kumtolea Bwana sadaka. Amen. Kuambia Bwana, nalikuwa gerezani kwa makosa nisiyoyatenda ukaniokoa. Naja mbele zako na sadaka. Nalikuwa mgonjwa miaka 2 nikalazwa kitandani, Bwana ukaniokoa. Naja na sadaka za shukrani. Praise God. Amen. Na juma lijalo namuomba mchungaji kwamba itakuwa ni siku maalum ya kutoa sadaka za wakifu. Tutakuwa na sadaka za wakifu katika maisha yetu. Kwa hivyo next Sunday huenda tukawa na mahubiri mafupi, lakini nataka wewe mwenyewe unajua ni wapi ambapo maisha yako yameenda kombo. Wewe mwenyewe unajua ni yapi ambayo yamekusumbua. Umetafuta kazi miaka mingi, ulisoma lakini haujapata kazi. Huu ni wakati wa juma lijalo kuja na sadaka za kuweka kazi wakifu. Umekuwa mgonjwa, umetembea hospitali yote, umepimwa, hamna ugonjwa. Ni wakati wa kuja na sadaka za uponyaji. Unaweka maisha yako wakifu kwa Mwenyezi Mungu. Praise God. Yaweza kuwa wewe unasimamia shirika mahala popote. Ni wakati wa kuweka shirika unalolisimamia wakifu. Ni wakati wa kuweka familia yako wakifu kwa Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Na hiyo Jumapili mtumishi wa Mungu atakuwa na maombi maalum kwa ajili ya kuhudhurisha sadaka zetu machoni pa Bwana. Yaweza kuwa umekuwa na mkosi kazini. Wewe mwenyewe unaujua. Biashara ukianzisha haiendi. Huu ni wakati wa kuweka biashara zako wakifu. Tunaenda kuwa na the dedication offering next Sunday. Bwana asifiwe. Na naomba nikiamini ya kwamba wewe ambaye unataka uweke hata watoto wako wakifu, usichague vitu viwili, nataka uchague kitu kimoja ambacho kimekuwa donda zuku. Kitu ambacho kimekusumbua kabisa. Umesumbuliwa na kesi. Kila kuchao ukienda nyumbani ukipata barua yoyote itakuwa aidha imetoka kwa mzee wa mtaa, imetoka kwa chifu ama imetoka kotini. Haujapumua. Ni wakati wa kuweka maisha yako wakifu kwa Mwenyezi Mungu. Ili kwamba Bwana akomeshe zile kesi in the name of Jesus. Ili kwamba Bwana akomeshe madhaifu katika mji wako. Praise God. Kuna mambo mengine hayawezi ondolewa kwa maombi tu. Praise God. Na ndiposa utapata kwamba
unapofuatilia maombi ambayo mtumishi wa Mungu anafanya, anajibidisha, Mungu anamtumia kwa bidii. Na anapomtumia kwa bidii, unapata kwamba mtumishi wa Mungu anatuombea, anatuhudhurisha machoni pa Bwana. Lakini shida ambayo tuko nayo ni kwamba tunakuja machoni pa Bwana mikono mitupu. Ndipo ukifuatilia yule aliyeombewa Januari akianguka hapa, tukitoka hapa saa 9, ni yeye yule ambaye bado anaombewa mpaka sasa. Dawa sio kuombewa hapa, dawa ni kuja na sadaka. Kuambia Mungu, iwapo nimeombewa vya kutosha, nimeombewa na hili tatizo bado haliondoki kwangu, ni wakati umefika Bwana, naacha na sadaka mikononi mwako. Amen. Jumapili ijayo itakuwa ni Jumapili maalum kabisa, ambapo maisha yako yamesumbuliwa. Wewe mzazi, maisha ya watoto wako yamesumbuliwa. Wewe mzazi, haujawa na amani katika maisha yako. Ni wakati umefika kuja na sadaka za kujihudhurisha machoni pa Bwana, ili kwamba shida ambayo imekuwa mbele yako iweze kuondoka. Amen. Na hili juma linaenda kuwa ni juma la utakaso. Jitenge na maovu, kaa machoni pa Bwana, kaa ukisali. Praise God. Na wakati unasali juu ya lile jambo ambalo unakuja na sadaka Jumapili, anza kuliombea kesho, kwamba Bwana, nimeteseka vya kutosha, Bwana, nimeaibika vya kutosha, lakini sasa ninaandaa sadaka Jumapili, Bwana kuipokea mikononi mwako. Bwana asifiwe. Na bila shaka ushuhuda utakuja. Mungu akauliza Musa, uko na nini mkononi? Mungu ana uwezo wa kukufanyia miujiza. Mungu ana uwezo wa kukuponya bila hata sadaka. Mungu ana uwezo wa kukuvusha milima na mabonde hata bila sadaka. Lakini katika Malaki akasema, nijaribuni. Tumjaribu Mungu. Mungu alikuwa na uwezo wa kukomboa ulimwengu bila chochote. Alikuwa na uwezo, maana uwezo na nguvu ziko mikononi mwake, lakini kwa upendo wake akamtoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo. Praise God. Hakumtoa kwa sababu alikuwa na watoto wengi. Praise God. Mungu alimtoa kama sadaka. Kama Mungu alitoa sadaka kukomboa ulimwengu, mbona na sisi tusitoa sadaka kwa kukomboa shida zetu? Amen. Akasema, njooni kwangu mnaosumbuliwa na mizigo mizito. Ile mizigo itaondolewa tu kwa sadaka. Haleluya. Mungu alikuwa na uwezo wa kumpatia Abrahamu watoto na akamwambia utakuwa baba wa mataifa, lakini akamjaribu tu kwa sadaka, kwamba hakika kama unaniamini nitolee mwanao wa pekee. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunapoongea hapa juu ya sadaka, hatuongei hekaya za bunwasi, hatuongei kuwafurahisha ama kutaka kutapeli mifuko zenu. Tunawahubiria ukweli wa Kristo, ili kwamba maisha yako yanapofanikiwa yafanikiwe kwa sababu ya injili ambayo tunaihubiri hapa. Na tusipowahubiria ukweli, utakuwa na utajiri wako lakini utaenda jehanamu, maana haujafanya kazi yoyote kwa Mwenyezi Mungu. Hii wakifu nayoiongelea ambayo tunaenda kuifanya Jumapili ijayo, nataka tusome tu mstari mdogo ili kwamba ujue tunaongelea juu ya nini. Amen. Utafungua pamoja nami kitabu cha Samueli wa pili. Nitasoma vifungu nikirukaruka. Samueli wa pili, mlango wa 24. Ni mlango wote unapojisomea kutoka nyumbani, lakini nitasoma nikirukaruka, ambapo nitasoma kuanzia 13. Biblia inasema hivi: basi Gadi akamwendea Daudi akamweleza, akamwambia, basi miaka 7 ya njaa ikujie katika nchi yako, au miezi 3 ukimbie mbele ya adui zako huku wakikufuatia, au siku 3 iwe tauni katika nchi yako. Bwana asifiwe. Huyu ni mtumishi wa Mungu nabii Gadi akimweleza mfalme Daudi. Daudi alikuwa amefanya makosa katika Israeli. Na makosa ambayo Daudi alikuwa amefanya ni kuwa alikuwa amejitwika hali ya ukuu, kwamba aweza pigana vita peke yake bila Mungu. Naye Daudi akamwambia mtumishi wake Yoabu kwamba enda uhesabu jeshi la Israeli na uniletee hesabu. Maana moyo wa Daudi ulidhani kwamba ninapokuwa na jeshi kubwa, niendapo vitani nitashinda. Daudi alipofanya hivyo ikamkadhabisha Bwana. Naye Bwana akaleta maafa katika nchi ya Israeli. Maafa yalipozidi, Israeli wakapigwa na maafa yakazidi,
Daudi akalia, na baadaye Mungu akamtuma nabii kumwambia kwamba mweleze mfalme Daudi achague mambo matatu. Mambo matatu Daudi achague mimi Mungu nimfanyie. Jambo la kwanza, Mungu anasema kwamba alete njaa miaka 7 katika Israeli. Jambo la pili, Biblia inasema kwamba akimbie mbele za maadui zake miezi 3. Jambo la tatu, apigwe na tauni siku 3. Bwana asifiwe. Kama ni wewe utachagua gani? Njaa miaka 7 ama ukimbie mbele za adui zako? Kila ukitoka nje wako kwenye geti, kila uendako kote ni mbio tu, miezi 3. Jambo la tatu, upigwe na tauni, malaika wa Bwana akuangamiza kwa siku ngapi? 3. Bwana asifiwe. Unapoenda katika mstari, Daudi akachagua jambo moja, akasema mwambie aliyekutuma kwamba nianguke mbele za Bwana siku 3. Yaani nipigwe na tauni siku 3. Sababu gani? Alisema kwa sababu Bwana ni wa rehema. Ijapo atanipiga siku 3, mwisho atanionea rehema tu. Ni sawa na mzazi apigapo mtoto wake, mwisho atamwonea huruma tu. Bwana asifiwe. Unapoenda katika hicho kitabu, tauni iliwaangamiza Israeli kwa siku 3. Daudi akaanguka kifudifudi machoni pa Bwana, akasema Bwana ni mimi niliyekosa, sio Israeli wanaoangamia. Ni wakati unafika ambapo maafa yanakuja katika mji wako, si kwa sababu ya watu wako wote wamefanya makosa, yaweza kuwa ni mtu mmoja tu. Bwana asifiwe. Yaweza kuwa hata kanisa, kama asubuhi ya leo kumekuwa na hali ya uvuguvugu, naye mtumishi wa Mungu akachukua hatua ya kusema hapana, haiwezekani. Inabidi tusimame katika pengo la kunyamazisha nguvu za giza. Yawezekana ni mtu mmoja tu ambaye ndani yetu alikuwa ni kama Yona, alikuwa ni kama Daudi. Daudi akasema kwamba Bwana nipige mimi, usiwapige Israeli. Lakini jambo ambalo alifanya ukisonga pale mbele ni kwamba katika mstari wa 21 Daudi aliambiwa aende kumtolea Bwana sadaka. Mstari wa 21 anasema Arauna akasema, Bwana wangu mfalme amemjia mtumwa wake kwa kusudi gani? Arauna alikuwa ni mkulima ambaye Daudi alikuwa amemwendea ampe kiwanja cha kutolea Bwana sadaka, cha kujenga madhabahu. Naye Arauna alipomwambia hivyo, Arauna akamwambia Daudi kwa kusudi gani? Naye Daudi akasema, makusudi ninunue kwako kiwanja hiki ili nimjengee Bwana madhabahu, ili kwamba tauni ipate kuzuiliwa katika watu. Bwana sifiwe. Sababu kubwa ya Daudi kutoa sadaka ilikuwa ni kuzuia tauni ya Bwana kuangamiza watu. Ndipo tunaposema kwamba juma lijalo tutakapokuwa tunajiandaa kutoa sadaka ya dedication katika maisha yetu, kuna jambo ambalo wewe mwenyewe unalijua limekusumbua katika maisha yako. Juma lililopita mama mchungaji alikuwa anatoa ushuhuda chinzi mambo yalivyowasumbua katika mji wao, lakini waliposimama na sadaka yaliweza kuisha. Waliposimama na sadaka waliweza kujenga nyumba. Praise God. Yaweza kuwa hata wewe maisha yako umejaribu yasonge, lakini yamekataa. Umejaribu hata mtoto wako hata afika tu class 8 imekuwa tatizo. Mtoto tu akifika class 6 anaanza kusumbua. Sio kawaida. Wakati umefika kuwakabidhi watoto wako wakifu mikononi mwa Bwana, ili kwamba Bwana aondoe ile udhaifu wa ujinga na usumbufu ndani ya watoto wako. Matokeo ya mitihani imepita juzi. Na juma lililopita nilikuwa nasema kwamba kunao wale watakaosherehekea na kunao wale watakaoomboleza. Lakini tumaini ninalowapatia wanafunzi wote waliofanya mtihani ni kwamba Bwana anakusudi na ya ile grade uliyoipata. Haleluya. Bwana anakusudi kwa sababu neema hazitoshani. Waweza kuwa ulipata A, haleluya kwa Bwana. Yaweza kuwa ulipata C, bado ni haleluya kwa Bwana. Yaweza kuwa ulipata D, bado ni haleluya kwa Bwana. Yaweza kuwa ulipata E, bado sifa na utukufu zinamrudia Bwana. Maana nyote mlikaa kwenye mtihani wa KCSE. Haleluya. Lakini kwa sababu kuna wale ambao watu wameongea kichini chini, waweza kuwa mwakili. Mtoto wa mtu alipata maksi mazuri class 8, lakini kufika kidato cha 4 anafeli. Haleluya. Nilipoeleza kwamba sio bure. Kuna watu ambao wanakaa kichini chini juu ya kuharibu maisha yetu. Kuna watu ambao tunakaa na wao tukidhania kwamba ni wazuri kwetu, lakini
wakati maisha yetu yanaanza kwenda mrama, hiyo ndio furaha yao. Lakini tumetambua siri zao, kwamba yale yote ambayo kitufanyia tulikuwa wajinga tu, lakini sasa tumekuwa werevu. Bwana asifiwe. Na mlipuko unaoenda kwa Jumapili kwa zile sadaka za wakfu, maadui hawatapenda. Bwana asifiwe. Maadui wapende wasipende, hawatapenda, kwa sababu tunaenda kumwinulia Bwana madhabahu ya kumtolea zile sadaka kama mtumishi wake Elia. Wao wametoa sadaka kwenye madhabahu za waganga ili kwamba waweze kudhihirisha Mungu wao kama anafanya kazi ama hapana. Lakini wakati umefika, tunaenda kumtolea Bwana wetu aliye hai sadaka kwenye madhabahu yake. Bwana asifiwe. Na yale yote mashimo ambazo tumechimbiwa katika miji zetu, wanaenda kutumikia wenyewe in the name of Jesus. Hallelujah. Barabara zote ambazo umemwaga maji ziwe telezi mbele zetu, wao wenyewe wanaenda kuteleza na kuanguka katika jina la Yesu. Maana sadaka ambazo tunaenda kutoa Jumapili zinaenda kuwa a breakthrough katika maisha yetu. Ni sadaka ambazo zinaenda kuwa ukingo katika maisha yetu kama ulinzi. Ni sadaka ambazo zinaenda kutoa ujinga katika watoto wetu. Ni sadaka ambazo zinaenda kufungua njia za kazi katika watu wetu. Praise God. Ni sadaka ambazo zinaenda kutupatia afya uheri katika maisha yetu. Hallelujah. Maana hatuwezi ishi maisha ambayo sio ya kwetu. Mtumishi wa Mungu amekuwa akihubiri mara ya kwamba tunaishi maisha ambayo sio ya kwetu. Watu wengine wanakula blue band ambayo sisi tungeila. Watu wengine wanaendesha magari ambayo sisi tungeiendesha. Hallelujah. Lakini wakati umefika, tumetambua ya kwamba shetani ni muongo. Praise God. Mtumishi wa Mungu Elia akaambia manabii wa Baali kwamba mmenisumbua vya kutosha. Nataka leo mjichagulie ni Mungu yupi ambaye mtamtumikia. Kama ni Mungu wa kweli, njoo. Kama ni Mungu wa Mabaali, njoo. Twende kazi. Nataka tumjaribu leo tuone ni Mungu yupi ambaye ni wa kweli. Kama vile tunaenda kumjaribu juma lijalo. Amen. Na Elia akamwambia kwamba ninyi kwa vile ni wengi, toeni ng'ombe ngapi? 2. Chukua mmoja mkamchinje na mkatengeneza madhabahu, mkamuombe Baba Mungu wenu azushe moto uunguze dhabihu, ndipo utajua hakika Mungu wenu anafanya kazi. Walifanya hivyo, wakatengeneza madhabahu, wakachinja yule ng'ombe, wakaenda kwa maombi, wakaomba kuanzia asubuhi, wakaomba ikafika saa 6. Nyama bado hizi zinakula tu. Akaanza kufanya matano kwamba yawezekana Mungu wenu ameenda safari, hebu mwiteni. Yaweza kuwa Mungu wenu analala, hebu muamsheni. Maana Biblia inasema kwamba Elia anasema sharti aamke. Leo ni leo mpaka tujue mbivu na mbichi. Yes. Praise God. Amen. Wakaomba wakaanza kujikatakata. Ndiposa ukienda kwa mganga haukosi wembe. Hallelujah. Kumbe haikuanza saa hizi. Ilianza kwa baba zao. Mpaka akuchanje, kila mtu hapa amechanjwa. Hallelujah. Kama hujachanjwa beba mkono. Hallelujah. Asante kwa wale wote ambao wamebeba mikono. Na kama unadanganya, uko machoni kwa Bwana. Praise God. Mimi mwenyewe nilichanjwa. Tulichanjwa katika upuuzi ambao tulikuwa tunamjua Mungu. Mara kwa mara watoto wetu wamegonjeka, tunapowapeleka hospitalini hawapati utulivu. Tunabebana hao watoto, tunatafuta miungu mingine. Kwa ujinga tu, hatuko tunamjua Mungu. Kwa hivyo wakati tulijanywa kwa upumbavu, hatuko tunamjua Mungu. Lakini sasa tumejua Mungu wako. Hallelujah. Tumejua kwamba dhabihu ambazo tunazitoa sasa, tunazitoa kwa madhabahu ya Mungu wetu aliye hai. Hallelujah. Maana waganga hawali tena sadaka zetu. Praise God. Hawa jamaa walijikata, wakaomba, ikafikia rasili Elia akamwambia, my friend, tokeni. Maana Mungu wenu ni kama ni mteja, wa nambari unayopiga hapatikani kwa sasa. Mtumishi wa Mungu Daudi akajenga madhabahu kwa sababu hawa jamaa walikuwa wameyabomoa. Walirukaruka juu wakafanya visanga zote na hakukuwa na jibu. Akajenga madhabahu upya na akachinja wanyama, akawapitia, akawaamrisha, akamwambia mwageni pipa la maji. Wakamwaga mapipa ya maji ili maji yaloe zile kuni na siku kwenye yale madhabahu. Naye akamwita Baba wa mbingu na nchi. Praise God. Akasema Mungu wa mbingu na nchi, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa baba zetu, na ijulikane leo kwamba wewe ndiye Mungu ishie. Zusha moto iangamize hii sadaka. Praise God. Ghafla moto wa Mungu ulishuka na kuangamiza zile sadaka, naye Elia akaamrisha manabii wa Baali zaidi ya 400 wakauawa kwa mkono wa Bwana.
Bwana asifiwe. Mungu ambaye tunaenda kumtolea sadaka Jumapili ni Mungu aliye hai. Sio Mungu aliyeenda safari. Sio Mungu anayelala usingizi. Sio Mungu ambaye hapatikani kwa nambari tunayopiga. Sio Mungu ambaye tunamjaribu tu. Praise God. Ni Mungu ambaye ombi letu ni kwamba Baba, tumefanya vya kutosha, lakini sasa leo tunataka ujijulikane kwa mataifa, ijulikane kwa watesi wetu, ijulikane kwa wote ambao wametuchekelea, ijulikane kwa aibu ambazo tumezipata, kwamba wewe ni Mungu katika Israeli, kwamba hakuna Mungu mwingine. Bwana asifiwe. Mali za kwako zimepotea ni kwa sababu sadaka zimekuwa zikitolewa huko, lakini uoga wako tu umefanya unabaki kule uliko. Nataka urauke chini na ujasiri na kusema ya kwamba nimekaa chini vya kutosha, nimeteseka vya kutosha, lakini sasa nataka Mungu ajidhihirishe kwenye sadaka ambazo naenda kuzitoa katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Haijalishi umepoteza mali ngapi kwa waganga, haijalishi umepoteza mali ngapi kwa watumishi wa uongo, lakini wakati umekuja unaenda kutoa moja tu ambayo inaenda kutingiza zote ambazo zimepotea. Moja tu inaenda kutingiza zote ambazo zimetolewa kwenye madhabahu mengine. Maana Mungu anapenda mtu anayetoa kwa moyo. Kwamba Mungu, ninakuambia leo kwamba ulinena ukasema nijaribuni mimi, nami leo ninakujaribu. Anza kuandaa moyo wako kuanzia leo, ili kwamba ombi ambalo tunaenda kuliomba Jumapili, wacha iwe ni ombi lilo tofauti kabisa. Wacha iwe ni ombi ambalo ni la imani, kwamba Baba, kama Mungu anajidhihirisha kwenye sadaka leo, Mungu tunataka ujidhihirishe kwenye hii sadaka zetu. Bwana asifiwe. Amen. Maisha yako umeteseka vya kutosha. Unapoenda hata kotini faili zako zinafichwa, sio bure. Umesoma, lakini wakati unaenda kutafuta kazi watu wengine wanachukuliwa, lakini wanaweka pembeni, sio bure. Wakati umefika wa kumwaibisha shetani in the name of Jesus. Bwana asifiwe. Na leo tunapojifunza ni jinsi gani tunapotoa, nataka niguzie tu vipengele vitatu. Ni jinsi gani tunapomtolea Mwenyezi Mungu, hata tunapojiandaa kwa ajili ya kutoa zile dhabihu za wakfu katika maisha yetu juma lijalo. Kama uko chini na kalamu na karatasi utaandika. Ya kwanza nilikuwa nimeguzia ni kwamba upendo. Kwanza uwe na upendo kwa Mwenyezi Mungu. Na kuwa na upendo, Biblia inasema kwamba wingi wa upendo hustiri wingi wa dhambi. Wakati unakuwa na upendo na Mwenyezi Mungu, wakati unakuwa na upendo na mwenzako, unapokuwa na upendo hasa na mtumishi wa Mungu, njia zako zinafunguliwa bila kujua zinafunguliwa namna gani. Leo hii tuko na ile chankisho la kutaka kumnunulia mtumishi wa Mungu gari la utumishi. Tungelikuwa tuna uwezo wa pesa nyingi, hatungefanya changisho. Mtu angekuja tunampokeza ufunguo. Bwana asifiwe. Linawezekana. Haleluya. Biblia inatuambia hapa kwamba, nikiguzia sehemu ya kwanza ni kwamba toa kwa ukarimu na moyo mweupe. Utafungua pamoja nami Kumbukumbu la Torati, not Kumbukumbu la Torati, Wakorintho wa pili 9:7. Wakorintho wa pili 9:7. Wakorintho wa pili 9:7. Biblia inasema ya kwamba kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Kutoa ni moyo, sio utajiri. Bwana asifiwe. Kumtolea Mwenyezi Mungu ni moyo tu, sio vitu ulivyo navyo, sio mali ulizo nazo, sio fedha nyingi ulizo nazo. Ni moyo tu kutoka ndani. Wakati moyo wako unampenda Mungu, wakati moyo wako unampenda Mungu na kukumbuka umbali ambao Bwana amekutoa. Wakati washuhuda wametoa kwamba kama si Mungu hawangekuwa mahala ambapo wapo. Wakati unatoa sadaka zako hata kuja kuziweka kwenye lile kapu, unakumbuka umbali ambao Mungu amekutoa. Kwamba kama si Mungu wa mbingu na nchi, na watesi wangu wangelinimeza hai. Kama si Mungu wa mbingu na nchi, singefika penye niko. Unatoa unapokumbuka matendo mazuri ambayo Bwana amekutolea kwa moyo wako, sio kwa kulazimishwa. Maana Mungu hupenda yeye atoae kwa moyo.
Bwana asifiwe. Wakati unatoa kwa moyo, ile sadaka ambayo inatolewa kwa moyo ni sadaka mojawapo ina uzito kabisa kuliko yule ambaye ametoa kwa utajiri wake. Yesu akaangalia watu wakitoa sadaka na akaona mama mmoja mjane akitumbukiza pale senti. Na akasema kwamba hakika huyu mama ametoa zaidi kuliko wote. Katika ulimwengu wa roho alimaanisha yule mama alitoa kwa moyo wake wote. Lakini wengine walikuwa wanatoa kwa jinsi walivyo navyo. Praise God. Wakati unatoa kwa moyo, yule unayemtolea pia inamsaidia. Maana umetoa ukikusudia ifanye kazi nzuri kwa yeye ambaye anaenda kuipokea. Kwa sababu wakati unatoa zile sadaka zako kwa moyo ulio mweupe na upendo, alafu upate kwamba yule ambaye ni mtumizi anakuwa na furaha na kushuhudia matendo mazuri ambayo Bwana anatenda, nawe uliyetoa unakuchukua na ile furaha ya Mungu, unasema hakika Mungu hajabaki kwa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati unatoa, toa kwa moyo. Toa hata kama zitakuwa ni zile kidogo ambazo unazitoa, lakini umetoa toka ndani ya moyo wako. Haujalazimishwa wala haujatoa kwa sheria. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunapojiandaa kwa ajili ya sadaka za wakfu juma lijalo, anza kuandaa moyo wako. Je, moyo wako utamtolea Mungu nini? Je, moyo wako unaenda kuweka maisha yako wakfu kwa nini? Na wakati utakuwa unamtolea Mungu, hapo ndipo utakuwa unamwambia Mungu kwamba maisha yako jinsi yalivyo, hiki ndicho nimekutolea. Bwana asifiwe. Na sehemu ya pili inasema kwamba usitafute ushauri unapotoa. Wakati unamtolea Mwenyezi Mungu, usitafute ushauri, watu wa kushauri ndiposa useme kwa vile nimeshauriwa hivi, hiki ndicho naenda kumtolea Mungu. Toa kama jinsi moyo wako unapokusudia kumtolea Mungu. Bwana asifiwe. Nataka niwape mifano miwili ya mtu mmoja ambaye alitoa sadaka bila ushauri na wa pili akatoa kwa ushauri. Haleluya. Mtumishi wa Mungu Ibrahimu alipoambiwa na Mungu kwamba kamtoe mwana wako wa pekee kama sadaka. Sio sadaka ya kumleta watu kurudi naye nyumbani, ni sadaka ya kumchinja kisha ummalize. Ibrahimu hakufanya ushauri na mkewe Sarai. Aliondoka tu. Maana angefanya ushauri na Sara, hata kama wewe saizi mzee wako akwambia kwamba nataka huyu mtoto, hata kama nako namna gani, naenda kumtoa sadaka. Je, utakubali? Haleluya. Je, utakubali? Si hapo ndio itabidi hata kama hauna namba ya chiki itabidi umtafute. Lakini Abraham alijua kama ni Mungu amenipatia, bado Mungu atajipatia na mwana mwingine. Akatoka bila ushauri wa mkewe Sarai na akaondoka. Nacho Mungu alichokitenda kilikuwa ni cha ajabu. Maana Ibrahimu alikusudia kumchinja mwanawe, lakini Mungu akajitwalia kondoo kama sadaka. Wakati mwingine Mungu anapokujaribu kufanya mambo makubwa kama sadaka ambazo bado nasitiza Jumapili ijayo, waweza kuwa fedha ulizonazo ambazo unaona kwamba mimi hii ndio mbele na nyuma. Kwa nyumba hakuna chakula. Mtoto yafaa aende shuleni. Huku kuna matibabu ambayo yanaendelea nayo ya kila mara kwa mara. Maana kuna watu ambao wanaendelea na matibabu. Hata tuwapo hapa kuna watu wana madao kwenye mikoba zao. Kwa hivyo kuna mambo ambayo ukihesabu na pesa ambazo uko nazo hazitoshi. Lakini sasa unataka kumjaribu Mungu kwa hayo madhaifu yote. Beba hizo sadaka zako, kuja nazo kwa Mungu na umwambie, mbele na nyuma mimi Mungu ndio hii iko mbele yangu. Hii sadaka ndizo niko nazo mbele yangu. Wacha nikutolee, hayo mengine wewe mwenyewe utayashughulikia. Mambo ya mtoto kwenda shule wewe Mungu utashughulikia. Mambo ya chakula kwa nyumba Mungu utashughulikia. Madhaifu unayoyapitia kumeza dawa za kila siku Mungu utashughulikia. Bwana asifiwe. Mjaribu Mungu na uone, baada ya kumjaribu uone kama utameza tena dawa. Uone kama mtoto hataenda shuleni. Uone kama hautakula. Njoo uniambie Mungu wako ni mwongo. Haleluya. Maana Bwana anasema kwamba nijaribuni. Mtumishi mwingine wa pili alitoa kwa sababu aliona watu wakitoa. Usitoe kwa sababu watu wanatoa. Shetani atakujaribu. Anania na mkewe Safira. Ni hadithi ambayo imekuwa ukiangalia na cha kushangaza ni kwamba hata watu ambao wanawekea watoto majina, sijawahi sikia mtoto anayeitwa Safira. Anania wapo, lakini Safira sijasikia, na kama yupo sijaimuona. Anania alipoona mitume wanauza mashamba wakileta fedha kanisani miguuni kwa mitume,
nao wakasema na sisi pia nasi tunataka tu yani kwani sisi ni nani? Nasi tunataka tujionyeshe kwamba na sisi pia tuweze kumtolea Mungu. Usimjaribu Mungu kwa sababu mtu fulani ametoa. Bwana asifiwe. Anania angelikuja peke yake kumtolea Mungu, hamngekuwa na mkosi. Lakini aliposhauriana na Safira mkewe, naamini ya kwamba Safira alimueleza, kwani hizi mali zote tupeleke kanisani? Kuna mtu mmoja ambaye ni ushuhuda wa kweli hapa kanisani, alikuwa mfanyikazi wa kampuni fulani na akastaafu, na akaambia mchungaji kwamba ukiniombea Mungu anijalie zile fedha zangu za uzeeni zitoke, nitatoa fungu la 10. Kanisani humu tu. Nasema kwa ujasiri maana hayupo. Na hata angelikuwa ningesema maana singemtaja jina. Haleluya. Akasema utakaponiombea milango zifunguke, fedha zije za uzeeni, nitatoa fungu la 10. Mtumishi wa Mungu akamwombea. Fedha zikaja. Ilikuwa milioni 1 sio na ngapi mchungaji? Mshahara wake hakuwa ishika hata nusu milioni. Lakini mkewe wakakaa chini akauliza, milioni 1.5 fungu la 10 ni pesa ngapi? Wakakaa chini wakakalkulate wakaona ni 1,150,000. Kisha wakapiga hesabu. Yaani tuhesabu 1,000, 2 mpaka 150 tumebeba, tunapelekea pasta. Wakasemezana wakasema haiwezekani. Haleluya. Wakasema kwani ni lazima. Na kilichofanyika si wakakula 1,150. Maana hazikuwa sawa. Walizisema na mdomo wao. Na hii next week tutakuwa tunasoma, hiyo inapatikana kwa zile sadaka za uwapo. Uliapa kwamba Bwana ukiniponya tu hii magonjwa, mimi nakutolea hii ng'ombe niko nje. Bwana alipokuponya ukasema haleluya. Nipeleke ng'ombe nikosa maziwa? Haleluya. Huyo ndugu wakakula ile yenye si yao na wakakula 100,000, wakakula milioni 1,350 zingine. Lakini cha kushangaza, mkewe pia hapa kanisani alikuwa amekaa zile wakoka zile nguo za watu wasiojiweza. Maana kanisani humu watu walikuwa wameshika neno la kutoa, wakawa wanatoa zile nguo za kusaidia wale wasiobahatika katika jamii. Yule mama na ilikuwa gunia 1 karibu juu gunia 2, wakaziweka zote. Haleluya. Bwana asifiwe. Ninaposema hivyo watu wanaanza kushika mita, lakini usimpigie simu. Bwana asifiwe. Lakini cha kushangaza, sijui zile nguo alipeleka kwenye soko, akatandika, akapiga kengele 50-50, 20-20, 10-10, sijui. Lakini cha kushangaza, shetani akamtembelea. Unajua Mungu hutuma shetani. Si umekula hela za kwake? Mungu akamtuma shetani kwa mtumishi wa Mungu Ayubu. Lakini Mungu akamwambia huyu ni wangu, hata ukienda enda alafu niletee majibu. Na mimi Mungu alituma shetani kwa huyu mama na mzee wake. Akamwambia hapa watu ni wabaya, tuuze shamba tuende. Kwa shamba eka 1.5 wakaliuza. Nataka usikize ushuhuda vizuri. Walipouza hilo shamba wakaondoka kwenda kununua shamba kwingine. Wakanunua shamba wakapeana pesa nusu ili kwamba zile watakapomalizia kuja na wanamiliki shamba. Kumbe wananunua shamba kwa shamba boy. Haleluya. Wakafanya maagano. Shamba boy akasema hapa sawa, shamba lenu linatoka hapa mpaka kule, hapa mpaka kule, hatupimi saa hizi. Mtakapokuja na pesa zingine ndipo sasa tutapima. Wazee wa watu wakatoka kwa mafara kusema kwamba Birunda hawatuoni tena. Waliporudi huko na pesa za kununua za kuuza za kumalizia, shamba boy alijua kuja wanipate mimi jela. Walipoenda wakapata gari zuri limepakiwa. Wakatena leo huyu jamaa tunampata mwenyewe sasa. Kumbe ni bosi mwenye shamba. Kumuuliza bwana, hapa tunaandikishana sasa, tunataka tumalize. Tunaandikishana vipi? Shamba ni la kwangu, aliyekuwa hapa alikuwa mfanyikazi. Potelea mbali. Bwana asifiwe. 1,150,000 waliokula imewagharimu. Lile fungu la 10 alisilokuwa lako ukatoa uwapo kwamba Mungu kanifanyia hii, mimi nitakufanyia hii. Unapofanya ushauri, niko tu kwa ushauri. Umefanya ushauri na mkeo, umefanya ushauri na watoto wako kwamba sasa tumefanya hii na hii, tunaenda kumtolea Mungu. Watoto mlioenda shule, wazazi wengine tu kuenda shule, samahani. Sasa kupata fungu la 10 ni ngumu.
tumepata kamshahara kakubwa, nataka kumtolea Mungu. Boy, kuja tuambie maana ya fungu la 10 ni nini? Boy anakuja anambia baba, fungu la 10 ni 10%. Kama umepata jackpot 100,000 ni 10,000. Mama boy, kuja 1,100,10,000 itakayotupatie mtumishi wa Mungu kama fungu la 10. Mama boy, mzee, kwanza kwenda hujatoa mahari. Haleluya. Inaanzia pale. Kwanza kwenda hujatoa mahari. 10,000 zote kanisani, hapa mimi unaniua tu. Umefanya nini? Umefanya ushauri. Lakini ungetoka peke yako kama wewe, kama Bwana umeniokoa na hili, mimi mshahara ambao nimeupata ndio huu, naenda kumtolea Bwana kama sadaka. Naenda kumtolea Bwana kuweka kazi yangu wakfu. Naenda kumtolea Bwana kwa sababu ameniokoa kwa magonjwa. Namtolea Bwana kwa sababu amewezesha mtoto wangu ampita mtihani. Namtolea Bwana kwa sababu wakati watu wengine wamekimbia kwa njaa, mimi nakula na kusaza. Hapana shaka Bwana atakubariki. Amen. Wakati baraka zitakuwa zinamimilika katika mji wako, wakati mama boy anasema kwamba mzee, baba boy, na Mungu anatupenda. Hakika ona tu ng'ombe imezaa mapacha, mtoto amepita shuleni, haki njaa hatumo. Kwa roho anasema angelijua, hangesema hivyo. Bwana sifiwe. Maana ungemwambia shetani angeshuka. Nataka kupatia changamoto namna gani? Wakati unajipanga kutoa sadaka, toa kama wewe. Usitoe kama nyinyi. Usitoe kama, kuna zile sadaka za kutoa kama familia. Ni zile ambazo mmeshirikiana kwa pamoja, mmelima mahindi, mmesema hapana, nataka tutoe gunia moja tupeleke kanisani, maana mmelima kwa pamoja, hiyo ni sawa. Mmeamua hiyo maziwa nimekamua asubuhi, napeleka mtumishi wangu, hiyo ni sawa. Lakini zile sadaka za impact, za mlipuko, zile sadaka ambazo uko unakimbia yani uko unakimbia simba, umekimbia simba umekutana na dubu, unakimbia dubu unakutana na chui. Yani unakimbia hii shida imekusubiri. Unakimbia hii shida imekusubiri. Hiyo ndio sasa unafika mahali unaambia Mungu, mimi sasa napiga magoti. Maana mbele kuna giza, nyuma kuna giza. Mungu usipoingilia kati peke yako siwezi. Bwana sifiwe. Hizo ni sadaka ambazo unazitoa kwa uchungu. Yaani unatoa mpaka unasema, yaani mpaka unatikizika unasema kweli hapa, yaani mimi tu nimetoa hizi. Yaani unataka sadaka za uchungu. Zile ambazo unatoa mpaka unajiuliza. Yule mama ambaye alikuwa mjane akawa anadaiwa madeni. Mtumishi wa Mungu akamwambia kwamba nataka unitengenezee mimi chakula kwanza nile. Huyu mama akamwambia kwamba iweje? Na mimi nakamkata kidogo tu na mafuta kidogo, nataka nipige nile mtoto wangu tufe. Maana mbele na nyuma hatuna kingine. Bwana asifiwe. Yaani mbele na nyuma hauna kingine. Nataka zile sadaka ambazo unaenda kutoa, mbele na nyuma hakuna kingine. Bwana asifiwe. Yaani uko na mjaribu Mungu. Unajua wakati mwingine huwa anapendezwa na vyombo vya habari. Nashukuru ndugu zetu wale ambao Mungu wakati ananena na wao. Siku moja maafisa wa polisi wakanifurahisha kutoka Nakuru, wakawa wamejitolea kwa mshahara wao, full salary, kwenda kutegemeza mtu ambaye hakuwa na makao mtaani. Alikuwa ananyeshewa na mvua, mama fulani alikuwa hana makao, analala kwenye mapepa. Wakatoa mshahara wao full salary kumlipia nyumba. Yaani ile sadaka za uchungu, unatoa mpaka unajiuliza na nyuma watoto watakula nini? Yaani unatoa mpaka una feel. Praise God. Yaani unatoa zile sadaka mpaka unasema Mungu, kama ni kujaribu, niko na kujaribu kweli. Bwana sifiwe. Na wakati unafeli kufanya ushauri na mtu, hapo ndipo Mungu anajidhihirisha sasa. Lakini Anania na Safira walipofanya ushauri, kilichotokea unakijua, walikufa. Ukifanya ushauri naye Mungu kukwekea tu macho. Wakati anakuwekea macho, ulisema Mungu nikipona hii ng'ombe nakutolea. Ulipopona haukutoa. Kidogo ECF inakuja, ng'ombe nakufa. Sio bure. Unaweza kumbuka ni viapo vingapi ulimwambia Mungu na haujatimiza mpaka sasa. Masaibu yanaweza kuandama, lakini wewe unajua sababu. Lakini kwa vile unajua sababu, Jumapili ni mlipuko wa kuvunja zile miamba ambazo zimekuandama. Hata kama ulieka uwapo, ni wakati wa kutoa sadaka, kuambia Mungu, nimekuwa muongo mbele zako kwa muda. Niliagiza kitu fulani sikutoa. Mungu mbele zako naja nikinyenyekea kwa hii sadaka za kunifungua. In the name of Jesus. Zile sadaka tu za kukufungua ukuwe huru pia.
Yaani Jumapili, nataka baada ya Jumapili watu waje na mashuhuda kwamba nilipomtolea Bwana sadaka za kumjaribu za wakfu, nimeona hii na hii. Bwana asifiwe. Maana inawezekana. Haleluya. Sehemu ya 3 inasema kwamba toa kulingana na uwezo wako. Toa kulingana na uwezo wako. Hii tutaisoma katika Kumbukumbu la Torati 16. Kumbukumbu la Torati 16. Kumbukumbu la Torati 16 17. 16 mstari mmoja tu wa 17. Biblia inasema, na kila mtu na atoe kama awezavyo kwa kadri ya baraka ya Bwana Mungu wako alivyokupa. Mtumishi wa Mungu Musa anaambia Israeli kwamba toa kadri ya uwezo wako kama baraka Bwana alivyokupatia. Sisi zote hatufanani katika mapato. Sisi zote hatufanani katika mishahara. Sisi zote hata kama tunafanya biashara zinazofanana, hatufanani katika mapato. Kwa hivyo wakati unamtolea Mungu, the Bible inasema kwamba toa kulingana na uwezo wako. Kama uwezo wako ni wa kutoa shilingi 200 kama sadaka, toa shilingi 200. Kama uwezo wako ni wa shilingi 10, toa tu shilingi 10. Yaani toa kulingana na mapato yako. Na wakati unapokuwa na mapato ya juu na utoe kama mtu asiye na mapato, unataka Bwana akuzushe. Praise God. Afadhali yeye ambaye ana mapato ya chini ajikakamue kutoa mapato ya juu, maana anataka kupanda ngazi. Anataka kufanyaje? Kupanda ngazi. Kwamba Bwana, nimekuwa nikitoa shilingi 10, sasa naanza kutoa shilingi 50. Liwe ni wale kila Jumapili Bwana kunibariki na shilingi 50 kama sadaka. Naye Bwana atafungua zile njia. Lakini wakati wewe una uwezo kutoa shilingi kama 200 kama sadaka na unakujaga na shilingi 10, sawa tu. Unataka kufanyaje? Kuteremka. Biblia hapa inatuambia kwamba wakati unatoa matoleo yako, usitoe kwa sababu fulani ametoa, usitoe kwa sababu muone mtu fulani akitoa. Toa kulingana na mapato yako. Praise God. Yaani mapato yako jinsi yalivyo, nilivyoeleza kwamba fungu la 10 la mtu anayepata 100,000 ni 10,000. Fungu la 10 la yeye anayepata 10,000 ni 1,000. Ni viwango viwili tofauti. So wakati unamtolea Mungu, mtolee kulingana na mapato yako. Jumapili tunapokutana hapa kwa sababu ya dedication offerings, nataka utoe kulingana na jinsi Bwana amekujalia baraka katika mji wako. Bwana asifiwe. Nataka uanze kuandaa moyo wako kwamba Bwana, mimi ni mfugaji tu wa kuku. Hizi kuku ndizo naenda kuuza nikutolee sadaka. Nataka kutoa sadaka ni kwa sababu ya maisha yangu. Praise God. Hatutawahi ishi maisha isiyo kwa yetu. Tumeishi maisha isiyo yetu ni kwa sababu watu wengine tukoroga kwa kutoa sadaka kwenye madhabahu mengine ili kwamba sisi tubaki jinsi tulivyo. Biashara zetu hazipanuki. Ni kwa sababu gani? Hatujadedicate machoni kwa Bwana. Nataka unapotoka hapa Jumapili ya leo kwamba anza kufikiria ni mahala gani ambako maisha yako yameenda kombo. Kama unataka biashara zako zinenepe, unataka biashara zako zitoke mahala ambapo zikuwe pana, anza kuzidedicate machoni kwa Bwana. Kwamba Jumapili tunapokutana, Mungu, biashara zangu zimebaki kwa mtaji wa 50,000. Nataka ni dedicate hizi biashara machoni pako. Kwamba nitakaporudia zile biashara, mtaji uongezeke. Amen. Haleluya. Nimekaa kwa kazi sipandishwe cheo. Nimekaa kwa kazi miaka 5 sipandishwe cheo. Bwana, wakati umefika, nina dedicate kazi ya mikono yangu mikononi mwako. Kwamba Baba, kupitia kwa hii sadaka, nataka ufanye a breakthrough katika kazini ili kwamba nami nionekane kama watu wengine. Haleluya. Magonjwa yamekuzungukia katika mji wako, umebadilisha hospitali, kila wodi umelala. Mtu akikuuliza vitanda za hospitali utamweleza jinsi zilivyo. Huduma za hospitali unazifahamu zote. Hiyo sio ndio kusudi la Mwenyezi Mungu. Sio kusudi la Mwenyezi Mungu kubadilisha nyumba za upangaji. Sio kusudi la Mwenyezi Mungu kubadilisha hospitali. Sio kusudi la Mwenyezi Mungu kubadilisha shule za watoto wetu. Muhula huu amesoma hii shule, muhula ujao anasoma hii shule eti kwa sababu hashiki chochote shuleni. Hilo sio kusudi la Mwenyezi Mungu.
Kusudi la Mwenyezi Mungu ni tuishi watu tuliofanikiwa. Kusudi la Mwenyezi Mungu ni tuishi watu ambao tuko na afya. Tuwe ni watu ambao tuko na amani. Kusudi la Mwenyezi Mungu tumwabudu kama tuna amani yote katika maisha yetu. Na hii yote tunaenda kufanya mlipuko katika juma linalokuja, kwamba kama Mungu anasema tumjaribu, tunaenda kumjaribu. Praise God. Maana hatutabaki katika ile one level miaka nenda miaka rudi. Hallelujah. Hatuwezi. Enough is enough. Bwana sifiwe. Wanaofanikiwa walipozaliwa hawakuandikiwa watafanikiwa. Wakati hujafanikiwa haukuandikiwa utafanikiwa. Kuna mtu ameiba nyota yako, lakini sasa tunataka tuirejeshe in the mighty name of Jesus. Yani wacha maombi ya imani yawe madogo, lakini mzigo ambao haya maombi yanasindikiza ni mkubwa. Haleluya. Maana ukimpigia mtu simu umpatie misifa kwa sababu umepata storobona, umpatie misifa ya one full hour, mtacheka tu kwenye simu. Lakini kuna mtu mmoja alituma tu 500. Alipofungua simu akapata confirm, you have received 500 from 1 to 3. Kati ya hawa wawili nani ambaye amepata kibali pachoni pa mwingine? Sema tu kweli. Wewe uliyeongea one full hour kwa kumsifia mtu chinzi alivyo mzuri, na yeye aliyemtumia zile sadaka za shukrani kumwambia kwamba kaka na kutumia hiyo unywe tu soda. Na wewe unaposema kwamba bwana usikate simu, mimi ndio nakupigia. Sababu gani? Nimepata storobona ya dakika 100. Bwana asifiwe. Mtu wako kazini, wewe unampigia simu one full hour ongea maneno mazuri kwa sababu umepata storobona. Bwana asifiwe. Mswahili nashukuru akasema mkono mtupu haulambwi. Tunataka tumjaribu Bwana katika matoleo yetu. Na wakati tunamjaribu Bwana katika matoleo ya uchungu ambayo tunataka tuambie Bwana, nimekuwa nikitoa ndio, lakini hii nataka ilipwe yote ambayo nimekuwa nikitoa. Bwana sifiwe. Ili kwamba anga zetu siweze kufunguka. Njia zetu siweze kufunguka. Watoto wetu wamesoma, njia zao ziweze kufunguka. Hakuna mzazi anayefurahia mtoto amesoma vizuri amepita na akose kazi. Amesoma kwenye chuo amemaliza lakini hajafanikiwa. Hiyo ndio siku ya lile tatizo ambalo limekuwa kwako kama donda nzuku. Unaenda kumwambia sasa Mungu, hili ndio nakuja nalo mbele yako. Na hii itakuwa ni mazoea ambayo tutakuwa tunaifanya baada ya miezi kama 3. Sasa itakuwa ni wewe mwenyewe. Kwamba Bwana, nilipotoa zile sadaka za dedication katika maisha yangu, nimeona breakthrough katika maisha yangu. Asante Bwana wetu. Sasa najipanga na jambo lingine. Zitafanya hata watesi wetu wakatoa sadaka zao kwa waganga, watakuwa wanafanya kazi bure tu. Maana wataomba kwa miungu zao, hazitawasikiza. Kwa sababu sadaka zetu zitawazito uzito. Bwana sifiwe. Na kufikia pale, Bwana wa maana bariki.